Lakini leo nataka niongee jambo moja ambalo linatuhusu sisi ma-MC, wapiga picha, watu wa mapambo na wengine wengi ambao tunashughulika na mambo ya ushereheshaji. Kamati inapokuwa imekuita, imekupa kazi, ni vizuri wakati mwingine kuwauliza wanakupa idadi ya watu wangapi, au wewe waambie idadi ya watu ambao unaenda nao, ili kamati jiandae kuwabeba, inaiangalie kwenye bajeti, ina uwezo wa kuwabeba hao watu. Wakati mwingine tumekuwa tunafanya vitu vya ajabu sana, sio tenda kazi. Unaenda ukumbini, nimeona mambo yanakuwa yanaleta vurugu. Unakuta MC umeingia, una jopo la watu 8, 7, sasa unawashtua mpaka wanakamati wanaanza kujiuliza, na hao wote wanataka wapate kinywaji, wanataka wapate chakula. Hebu niambie, MC umelipwa, umeenda na crew ya watu 7, watu mpaka 10, mtu wote unamuuliza, nakwambia huyu ni mpiga picha wangu, huyu ni fundi mitambo, huyu namfundisha UMC, hawa sijui ni nani, hawa kama unajijua kuna watu unaenda kuwafundisha humo kazi, basi ni vizuri ukawauliza kamati viwango hata vya kadi, ili wale watu wako ambao uko nao wakawachangia wale wanakamati. Itasaidia, inaepusha ile migogoro. Na wakati mwingine basi waambie mapema, ili kama wako tayari kuibeba hiyo idadi ya watu, basi inakuwa angalau inaleta amani, haina vurugu. Na ili hasa wakati mwingine unakuta hata wapiga picha nao, shangaa unaangalia mtu ameingia mpiga picha kwa 12, 13, unamuuliza, nakwambia huyu sijui wa nini, huyu wa nini, huyu wa nini, na wengine wapo kwenye field na wafundisha. Sasa kwenye field watu wamekupa kazi, umeingia nao ukumbini humo, alafu wote wanataka wale chakula, wale kinywaji. Hapana, hatuendi kwa staili hiyo. Hebu naomba tuwe waungwana. Sisi washereheshaji ni watu ambao tunajielewa, ni watu ambao tuna hekima, na tutambue kile ambacho wateja wanakileta kwetu. Kwa hiyo ni vizuri waambie idadi ya watu, na kama unaona kuna ulazima wa kwenda nao watu, basi weka gharama kidogo na we pale kwa ajili ya chakula pamoja na kinywaji, ili silete usumbufu. Mungu awabariki sana.